sumbua. Lakini kuna kitu kinaitwa behavior readiness, kwamba je, watoto wako wapo tayari kitabia, wanaweza kusoma, yani wako tayari. Vyote hivi nitavifafanusha, lakini kuna kitu kingine naita social readiness, na ndio maana nikasema vitu vinne. Kwa hiyo ni academic, ambayo ni mambo ya masomo, na kuna emotional ambayo ni hisia, kuna behavioral ambayo ni tabia, lakini tuna kitu tunakiita social au mambo ya mahusiano na jamii. Sasa nitaanza kuangalia, cha kwanza tutaangalia hivi, kuna psychological challenges au kuna changamoto za kisaikolojia ambazo zinawakumba watoto wetu. Mimi kama mtaalamu wa saikolojia nakwambia changamoto zipo, tena ziko nyingi. Naweza nikakutajia changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba watoto wetu hasa wanapokaribia kurudi shuleni. Cha kwanza, unakuta kuna kitu tunakiita separation anxiety kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili labda niseme ni uoga ule wa kutengana na mzazi. Yaani mtoto anakuwa na hofu kwamba yani naenda shule, mama yangu namwacha nyumbani. Na hii sasa sana inawakuta watoto wale wadogo wanaoanza chekechea, hata watoto wanaenda kuanza form 1. Unakuta mtoto tangu darasa la kwanza mpaka darasa la 7 amesoma day school. Sasa hivi unampeleka boarding, aende akalale sehemu ambayo wewe haupo, akalale na watu ambao hawajui, akale chakula ambacho hakijapikwa nyumbani. Zote hizi ni stress au ni uoga ambao huwa watoto unawakumba. Ndio maana unakuta mtoto kipindi kama hichi, yani ikifika Ijumaa, yani ikifika kuanzia Alhamisi, mtoto anaanza kulia. Yani anaanza kuogopa, anakataa kula. Lakini kama wale watoto wadogo unampeleka darasani, hataki kuingia darasani, anakushikilia nguo kama umempeleka wewe, anakataa kuingia darasani. Vitu kama hivyo, vyote hivyo ni tunaita ni uoga ambao unawakuta watoto. Lakini kuna uoga ambao sisi wazazi tunausababisha sana. Mimi nimeita kwa Kiingereza performance anxiety. Wazazi wengi jamani, tunakopa hela vikoba, sijui tunakopa hela na benki, tumeweka vibubu tumevivunja, ndio watoto wamepata hizo pesa za kuendea shule. Sasa wosia unaompa, ole wako ufeli, yaani mbwa wewe, ole wako ufeli, mjinga wewe. Naombeni mnirushie emoji kama hayo maneno hayatokei kwa majumbani, ili nione kama tuko pamoja au vipi. Yaani sasa hivi wazazi wanaongea jamani. Anaingia chumbani, anatoka anarusha kibomu kwa mtoto. Kwa mtoto anaingiwa na ule uoga wa kufaulu, anawaza, hivi mimi kweli nitafaulu kweli? Hivi mzazi wangu ataniita jina gani? Hivi kweli nitamudu mathematics kweli? Hivi kweli physics ilivyo ngumu mimi nitafaulu kweli? Na mama ameniambia amekopa kikoba, ole wake nikifeli. Kuna wazazi mnasema mkifeli usirudi nyumba hii. Sasa kama unataka asirudi nyumba hiyo, atarudi wapi na wewe ndio mzazi wake? Kwa hiyo sasa wazazi na walezi nawaambia ya kwamba yani tunavyoandaa watoto wetu kwenda shuleni, tusiende kuandaa kuogopa. Tuwaandae kwenda kushinda, tusiwaandae kwenda kufeli. Lakini changamoto nyingine ambayo inawakuta watoto wetu hawatuambii, lakini inawakumba, tunaita social anxiety, au tunasema ni uoga wa marafiki. Yaani nani atahusiana naye? Unakuta kuna marafiki wa watoto wako wanamtania mtoto wako, labda mtoto wako na ulemavu fulani, au mtoto wako ana kitu fulani. Mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo walikuwa wananiita na kichogo. Kwa hiyo mpaka leo imenikuta kwamba nikitaka kunyoa nasema Mungu wangu, yaani naweza tu najikuta tu nishamwambia kinyozi. Kinyozi vipi huko, hilo chogo likoje? Kinyozi, mbona chogo silioni? Lakini ile jina niliitwa nikiwa primary. Yaani zamani nikiwa si darasa la 3 sijui. Lakini mpaka leo unakuta kile kitu kiko kwenye akili yangu kwamba mimi nina kichogo. Kwa hiyo nikinyoa mnyoo fulani hivi kinaonekana. Sasa wewe unajua jina ambalo watoto wako wanataniwa. Yaani wewe mtoto wako unayempeleka boarding darasa la 3, unafahamu wenzake wanamtania jina gani?
inamwathiri kisaikolojia moja kwa moja. Lakini kuna rejections, kukataliwa. Unakuta mtoto wako kila marafiki wanamkataa, akienda kwenye kundi hili wanamkataa, akienda hapa wanamkataa. Sasa wewe umeshamwandaa kisaikolojia kwamba ikitokea mwanangu marafiki zako wakakukataa, unafanyaje? Ushampa mbinu? Au unafikiri tu kwamba wewe unavyompenda huyo mtoto ndo dunia nzima itampenda? La hasha. Kuna watu hawatamkubali na kuna wenzake watamkubali. Kuna wengine watamkataa, kuna wengine watakataa kufanya naye kazi za makundi, kuna wengine watakataa kucheza naye, kulingana tu na jinsi ambavyo ipo. Yaani kama maisha ambayo sisi tunayaishi ndio na watoto wana experience hayo maisha. Tunaenda pamoja jamani. Okay. Sasa kuna vitu ambavyo tulipokuwa holiday, yaani tangu wamerudi ile tarehe ngapi ile, mwezi wa 6, walikuwa wana style yao ya wanachelewa kulala, wanacheza, wanaangalia TV muda mrefu. Yaani walikuwa huru tu, wanakula wanavyotaka, wanalala wanavyotaka. Sasa hivi shule inaenda kufungua. Mimi nashauri haujachelewa bado, kuanzia kesho unaweza kaanza kumhamisha mtoto wako muda ule ule wa shule. Muamshe, ongea naye, kibidi aoge kabisa, afanyeje? Yaani assume sasa amerudi shule. Hivi tunasema kwamba hii routine itamsaidia yeye kumjengea kisaikolojia kwamba ubongo unaelewa kwamba kumbe narudi shule, back to school. Back to school. Lakini ukimwacha uje umwamshe Jumatatu, au ukimwacha aende akaanze kuamka mwenyewe akifika shule hiyo Jumapili jioni, itamsumbua sana. Kwa hiyo sasa hivi hebu anza kuifuatilia hivyo vitu. Lakini tunasema ubongo unapata shock. Si umebadilishwa routine. Kwa hiyo hilo jambo inabidi umwambie mwanao mapema. Kwamba bwana, mwanangu unavorudi shule utajisikia kuchoka, utanini, sio kama unaumwa. Hiyo ni hali ya kawaida, lakini baada ya wiki moja utakaa sawa. Sasa nije niangalie upande wa wazazi sasa. Sisi tuna kazi gani sasa wazazi? Sisi tuna kazi ya kuwasaidia watoto wetu waweze kuregulate au waweze kutoka sasa kule kwenye zile stress za uoga wa kurudi shule, uoga wa kufeli, uoga wa kufeli mitihani. Tunapaswa sasa tutoke kwenye ule uoga, tuwasaidie watoto wetu warudi kwenye hali ya kawaida. Kivipi sasa? Mimi nimekuita mzazi kama emotional regulator. Yaani kwamba wewe una jukumu la kushusha ile emotions au zile hisia ambazo ni mbaya kwa mtoto wako. Kivipi? Cha kwanza kabisa, mzazi lazima uweze kumsoma mtoto wako. Kwamba hivi mwanangu sasa hivi anapitia hisia gani? Umeona? Hivi mtoto wangu sasa hivi akiwa na hasira anakuwaje? Akiwa na stress anakuwaje? Akiwa na uoga uliokithiri, ndio tunauita huo anxiety, anakuwaje? Bila kujua hivyo, utajikuta kwamba hauwezi kumsaidia mtoto wako. Au utashangaa tu unamuita mtoto wako ni mtundu. Jamani, ni mtundu. Mtoto huyo asikii. Kumbe huyu mtoto ana changamoto ya kihisia, kwa maana anaogopa kurudi shule Jumatatu. Anaogopa kwa sababu alirudi na ripoti kwamba amekuwa mtu wa 42 kati ya watoto 42. Ina maana mtoto amekuwa wa mwisho, si ndio, kwa jina lingine. Sasa maneno uliyomwambia yamekaa akilini mwake. Sasa anaogopa, hivi mimi mama nikienda tena shule nikawa tena wa mwisho, itakuwaje? Na mama amesema nisirudi kwenye nyumba. Na tunavyosema wazazi maneno, kwa mfano asirudi kwenye hiyo nyumba, tegemea kwamba huyu mtoto kama yuko kwenye adolescent, ujue kabisa ataanza kutafuta nyumba ipi aende. Kama atarudi nyumbani kwako, atatafuta nyumba ya kwenda. Ndio ile wakuta mtoto amepotea. Mnaanza kumtafuta,
Mnamkuta mtoto alikutana tu na bodaboda huko njiani, akamwambia ni mzuri, akamwambia anafanya vizuri, akaona mama ameniambia nisirudi kule nyumbani nikifeli. Lakini bodaboda ni mtu mzuri, ameniambia niende kwake. Anaenda kwa bodaboda. Unaona? Kwa sasa sisi kama wazazi tuna jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba je, watoto wetu nini kinawasibu hasa? Unaona? Na wakati huu tunahitaji sana kuwa calm, kuwa watulivu. Kama kuna zawadi ambayo mzazi unatakiwa uwe nayo nyakati hizi ni kuwa mtulivu, ili kuweza kumsoma mtoto wako hisia zake zipoje. Kwa sababu ukizisoma hisia za mtoto wako itakusaidia wewe kujua namna gani unamsaidia. Kwa kadri unavyoendelea kumkaripia mtoto wako badala ya kumsikiliza nini kinamsibu, ndo kwa kadri hivyo unavyoweza kumweka, unamfanya anakuwa mbali na wewe. Sasa hebu tuangalie tena kitu gani kingine cha pili ambacho mimi nimeita taski yako au roro yako ya pili. Roro yako ya pili ni kuhakikisha unafanya kitu tunaita Kiingereza tunasema safe attachment figure. Kwamba mtoto wako aweze kujua kwamba nyumbani ndo sehemu pekee ya kukimbilia. Baba na mama ni watu ambao ni salama duniani. Hakuna watu salama duniani kama baba na mama. Mtoto wako aende shule akiwa anajua kwamba wewe ndiye usalama wako. Nyumbani ndio mahali salama. Akikutana na changamoto yoyote mahala popote, akimbilie nyumbani. Kwa sababu gani? Hii inaongeza resilience. Na hii sasa inakusaidia wewe kuongeza ukaribu wako na mtoto. Na hii pia inakusaidia mtoto wako kukwambia kitu gani kinamsibu. Nitakupa kisa kimoja. Kuna mtoto alikuwa anabakwa na muuza duka. Muuza duka yuko jirani hapo na shule. Yule muuza duka kila siku anamuita anampa pipi, kila siku anamuita anampa biskuti, anamuita anampa hichi. Sasa yule muuza duka akaanza kumlawiti yule mtoto wa kiume. Lakini yule mtoto wa kiume hakuweza kumwambia baba yake wala mama yake. Kwa sababu gani? Mara nyingi akitaka kuambia wazazi wake kitu, wazazi wake anambia nyamaza. Mama nyamaza. Wanamkatisha. Akitaka kujieleza anamwambia tulia. Umeona? Wewe ni muongo sana wewe. Hauwezi kufanya hicho kitu. Kumbe mtoto analawitiwa. Walimu wamekuja kushtukia, mtoto ameshaharibikiwa kabisa hafai. Sasa sisi wazazi tutaona kwamba madhara ya kutofanya nyumbani kuwa makimbilio. Kwamba mtoto anakutana na jambo fulani gumu, anashindwa kukwambia. Lakini wakati mwingine walimu wanaweza kuwa wanamsumbua. Inawezekana mwalimu fulani anamtongoza mwanao. Au mwalimu fulani anamtishia mwanao. Au mtu fulani barabarani anamtishia, au kikundi cha wanafunzi wenzake kinamtishia mtoto wako. Lakini kwa sababu wewe haumwamini na haujampa ile room ya kuona kwamba nyumbani ni sehemu salama ya kukimbilia, basi ananyamaza. Madhara yakija kutokea, unaona mtoto wako anakuwa mkimya, mtoto wako anakuwa haongei. Wewe unafikiri mtoto wako ni mpole. Hapana. Kumbe mtoto wako kuna vitu ambavyo vinamuumiza, anashindwa pa kukimbilia. Kwa hiyo nawaambia wazazi na wakumbusha na walezi kwamba tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira ambayo nyumbani pawe ni mahali pa usalama. Lakini mimi nikasema kwamba kingine ambacho natamani niwakumbushe siku ya leo nimeita kwa Kiingereza role number 3, behavioral coach. Kwamba mzazi hamsimami mtoto kwa punishment peke yake. Kwamba nataka wewe mzazi uanze kumfanyia coaching mtoto wako. Nikisema hivyo na maana gani? Uanze kumfundisha namna ya kusikiliza ili aelewe, namna ya kujikontrol yeye mwenyewe hisia zake. Kwa mfano mtu anaweza kumchokoza, akatamani kumtukana, lakini akalizuia lile tusi. Mzazi unataka
umfundishe mtoto wako kuzuia hiyo, lakini kumfundisha adabu, lakini kumfundisha kuwa na tunasema nini? Kuna tofauti ya respect na discipline. Yaani umfundishe kuwa na discipline na pia umfundishe kuwa na respect, heshima. Kwa kuwa na adabu lakini kuheshimu pia. Kwa hiyo hivi vitu mtoto wako usisubiri dunia imfundishe. Wewe mwenyewe ni shahidi, sasa hivi ukiingia Instagram unakutana na walimu kibao mpaka unachanganyikiwa. Huyu anafundisha hivi, huyu anafundisha hivi, huyu anafundisha hivi. Kwa watoto wetu wakiwa kule mashuleni, kuna wengine watoto wengine wanaenda na simu, wanaangalia kwa kwenye hizo social medias. Sasa imagine mtoto wako anaanza kufundisha kitu fulani na mtu mwingine kabisa ambaye wewe hata umjui kwenye social media. Wakati wewe upo na ungeweza kuanza kumsaidia mtoto wako na akawa bora zaidi, akafanya vizuri zaidi. Kwa mimi nashauri wazazi tuwasaidie watoto wetu. Na kama una watoto au mtoto wa kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 12, mimi nasema yani wewe una bahati sana kusikiliza somo hili. Kwa sababu watoto wa miaka 0 mpaka 12 wao wako tayari kukusikiliza na kujifunza kutoka kwako. Lakini wazazi wengi wanasubiri, mimi nitamfundisha mtoto wangu akifika form 1. Mtoto wako akifika form 1, yeye ndo anachagua akusikilize au asikusikilize. Kwa akichagua asikusikilize, mpendwa, utakuwa unapiga kelele mpaka utajikuta pressure, ugonjwa wa moyo, yani mpaka utaanza kuumwa moyo. Kwa sababu mtoto hasikii wala nini. Anawasikiza marafiki zake. Marafiki zake wakimwambia hichi kitu ni kizuri. Yani kwa mfano, wewe ukamwambia mwanangu kata kucha. Kucha hizo ni ndefu. Anasema mimi kucha zangu nazipenda. Lakini ikatokea rafiki yake akamwambia, we, hizo kucha mbona mbaya sana? Na akwambia hivi muda huo anakata. Kwa ina maana kwamba yani wewe malezi yamekushinda, marafiki sasa ndo wanachukua nini. Lakini ukianza kuwekeza kumfundisha mwanao tangu mapema, inamsaidia anakuja kuwa bora atakapokuwa mtu mzima. Umeona? Kwa hiyo mimi nashauri wazazi tuendelee kufanyika kuwa kama walimu namba 1, kwa sababu dunia sasa hivi yani dunia inasubiri watoto wako kwa hamu. Shetani anaandaa walimu mbalimbali, yani kuna walimu chungu mzima ambao wanafanya upotoshaji wa watoto. Unashangaa mtoto wako umemzaa wa kiume vizuri tu, anaenda shule anarudi amekuwa shoga. Mtoto wako wa kike umemzaa vizuri tu, anaenda shule anarudi amekuwa msagaji. Umeona? Sasa wewe nafasi yako iko wapi? Kwa mzazi, ninakukumbusha tu kwamba fanya makeke yako ulioweza. Mungu amekubariki kweli, umeshalipa ada. Nakupongeza sana wewe ambaye tayari umeshalipa ada. Lakini ada tu haitoshi. Kuna mambo mengine mengi ambayo mtoto wako anayahitaji sana kuliko vile ambavyo unafikiri. Lakini kuna role namba 4 nikasema confidence builder. Yaani kwamba mzazi kama mzazi lazima pale nyumbani kwako uongee na mwanao kwamba yani usimwambie mtoto wako kwamba wewe ni mvivu, wewe hauwezi, wewe unasumbua. Hebu badilisha. Hebu anza kumwambia mwanangu wewe unaweza. Ukimwambia unaweza, unamjengea confidence. Kiasi kwamba atakapoenda shule anajua kabisa kwamba mama ameniambia mimi naweza hesabu. Mama ameniambia mimi naweza sayansi. Mama ameniambia mimi naweza historia. Mama ameniambia mimi naweza kusoma. Mama ameniambia mimi naweza kuhesabu. Hata kama alirudi mara ya kwanza alikuwa amefeli au amekuwa wa mwisho darasani, sasa hivi atakuwa anaenda na akili mpya kwamba mama yangu amenihakikisha kama mimi ninaweza. Kwa sababu nataka nikwambie hivi, hakuna kitu kizuri kama mzazi kumwambia maneno mazuri mtoto wako. Wiki iliyopita nilitumia posti wazazi kwenye status yangu ya WhatsApp. Nikamwambia kwamba kama umemtamkia mtoto wako mabaya, tubu. Mzazi mmoja akasema, sasa kwa hiyo tufanyeje? Nikamwambia endelea kunifuatilia. Na namuona saizi yuko hapa ananifuatilia. Sasa
Kama utamtamkia mtoto wako mabaya, basi ulimwengu na wenyewe utamkaribisha namna hiyo hiyo ambayo wewe umemtamkia mwanao. Lakini tunasema mazingira, mzazi una haki ya kutengeneza mazingira mazuri ya mtoto wako. Ni jukumu lako mzazi, ni jukumu langu mimi kama mzazi kuhakikisha kwamba je, hivi mtoto wangu mimi mazingira yake ya usomaji yapoje? Shule anayosoma ipoje? Darasa analosoma ikoje? Marafiki zake wapoje? Sio mtoto anakwambia mama, naenda kwa rafiki yangu nitalala huko huko, rafiki yangu Mwajuma. Msamaha, tunaomba uzime maiki. Asante kwa kutuzima maiki. Umeona? Kwa sasa sisi kama wazazi bwana, tuna nafasi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanafikia mahali fulani. Sasa mimi nitakufundisha leo mbinu 2-3 za namna gani unaweza sasa ukafanya nyumbani hii wiki. Sasa wengi sasa watoto wetu wanaishi siku ngapi? Sema na kama siku 3-4 hivi zimebaki. Cha kwanza, reset routine ya kulala. Ndio kama vile nilivyokuambia kwamba sasa hivi hebu watoto wetu badala ya kuchelewa kulala, kuangalia ma TV na nini, hebu hiyo kati. Anzeni kupiga story mkalale. Anzeni kuamka mapema kama nilivyosema. Anza kuweka chakula kama ambavyo wanaenda shule. Vile vile kama, yaani fanya kama ambavyo watoto wako wanaenda shule. Hiyo cha kwanza nishakiongea vizuri mara kwanza kabisa. Cha pili, hebu pata muda wa kuongea na watoto wako. Pata muda wa kuongea na watoto wako. Muulize mtoto wako, unajisikiaje kuhusu shule? Mbona? Mwambie, mwanangu, shule inafungua wiki ijayo. Wewe unajisikiaje? Akuelezee hisia zake. Inawezekana kwamba anajisikia vizuri, anaogopa. Inawezekana kwamba hatamani shule ifungue. Kuna mwingine anatamani shule ifungue hata leo. Msikilize hizo. Msikilize anajisikiaje. Muulize swali la pili, una hofu gani? Kama unanifuatilia hebu niambie, tunakwenda vizuri? Unajisikiaje kuhusu shule? Una hofu gani? Umeona? Atakwambia hofu yangu, namuogopa mwalimu wa hesabu. Namuogopa mwalimu wa physics. Naogopa si kufanya nini? Unajua kumbe mwanangu hivi vitu ndio vinamsumbua. Unaongea naye. Lakini muulize unatarajia nini? Umeona? Msikilize, sio kama wewe ndo unaongea. Yaani yeye ndo awe muongeaji zaidi. Alafu kitu cha 3, hebu mzazi punguza pressure. Umeona? Punguza pressure. Unampressurize mtoto. Lazima uwe wa kwanza. Yaani haiwezekani watoto 10-30 wamekupita, lazima uwe wa kwanza. Lakini mtoto wako uwezo wake kumbuka unamfahamu vizuri. Kwa sababu sisi watoto wetu wote tunawafahamu. Wewe mwambie mtoto wako hivi, do your best. Sawa? Mwambie fanya kwa kadri ambavyo unaweza. Jitahidi, fanya vizuri. Lakini sio unampressurize, lazima uwe wa kwanza. Usipokuwa kwanza usionekane hapa. Hayo maneno sio kumwambia mtoto. Mzazi wenyewe, kwani wewe ulipokuwa unakuaga wangapi? Siri yako hiyo. Lakini kitu cha 4 ambacho nakukumbusha leo cha kufanya kazi, tunasema watch red flag. Yaani vile viashiria fulani ambavyo sio vizuri. Hebu viangalie. Kwa mfano, kupungua hamu ya kula. Saa nyingine watoto wanapokaribia kwenda shule wanapunguza hamu ya kula. Lakini kingine ni sleep problem. Yaani kwamba mtoto anakuwa hawezi kulala mapema au anawahi sana kulala. Sasa wewe inategemea na aina ya mtoto wako yupo. Lakini kuna mwingine anasema tumbo linaniuma. Yaani kifika Jumapili ile usiku mnaambia jamani kesho shule. Akamwambia mimi tumbo linaniuma kesho siendi shule. Ujue tu kabisa kama kuna hofu fulani imemwingia huyu mtoto. Sawa jamani. Lakini kuna hii
mbinu ya tano ambayo natamani mzazi nikukumbushe, tunaita morning emotional check. Morning emotional check, yaani kwamba hisia za kuziangalia muda wa asubuhi. Kwa mfano, kabla shule, uliza leo moyo wako ukoje? Muulize mtoto wako. Atakwambia moyo wangu una furaha, moyo wangu una huzuni. Hilo swali ni swali dogo sana, lakini ni swali ambalo linasababisha mtoto wako aweze kueleza hisia zake. Na unajua, wengi tunajua watu wengi wanaumwa afya ya akili. Kuna tatizo la afya ya akili. Nataka nikwambie hivi, tatizo la afya ya akili kwenye eneo la hisia ni kubwa mno kuliko unavyofikiri. Kwa sasa hakikisha mtoto wako anatamka kile anachojisikia ili kuweza kwamba kumsaidia. Tunaenda vizuri? Hebu nione emoji kama tunaenda vizuri jamani. Sawa. Wazazi na walezi, kuna common mistake ambazo sisi watu tunazifanya. Watoto wetu wanapokuwa shule, wanakaribia kwenda shule, tunasema hivi. Cha kwanza, huwa kuna kitu tunasema threat based motivation. Tunasema, mzazi unakuta anasema hivi, utaona ukifeli. Mimi sio mama yako ukifeli. Sasa mzazi ukitamka maneno, huyu mtoto yani inakuwaje? Sisi kwa tumezita hizo ni common mistakes ambazo wazazi wengi wanazifanya. Lakini mistake ya pili wazazi wanaifanya ni tunasema kwa Kiingereza comparison. Yaani anawafananisha watoto. Kivipi? Yaani kwa mfano anasema hivi, unamwona mtoto mwenzio wa jirani, yaani wewe mtoto anakuwa ni wa jirani. Unamwona mwenzio Neema anavyofanya. Unaona mwenzio anavyofanya. Nikwambie kitu. Wewe kama umezaa zaidi ya mtoto mmoja, niamini mimi, watoto wako hawafanani uwezo. Kuna mtoto wako hapo, yeye anakuwa wa kwanza darasani lakini sio mfanyabiashara. Lakini una mtoto wako hapo anakuwa wa mwisho darasani lakini mpe hela. Ndani ya mwaka mmoja miwili ameshakuletea faida na kuzidi. Kuna mwingine ni mfugaji, kuna mwingine ni muombaji, kuna mwingine ni mtumishi wa Mungu. Kwa usifananishe watoto. Kikubwa ambacho unatakiwa kukaa ni kujiuliza, hivi mimi wanangu yani Mungu alivyowaleta kwangu, wana karama gani? Wanaweza wakafanya nini? Umeona? Lakini ile swala la kusema kwamba umfananishe mtoto wako na watoto wa jirani, hicho kitu hakitakiwi kabisa kwa sisi wazazi. Yaani epuka kumfananisha mtoto wako na watoto wa jirani. Epuka kumfananisha mtoto wako na watoto wengine. Kwa mfano mtoto wako labda wa pili anafanya vizuri sana darasani, anakuwa wa kwanza wa pili darasani, lakini mtoto wako wa kwanza anakuwa wa mwisho darasani. Unaweza kumwambia, muona mpaka mdogo wako anakupita. Nikwambie kitu mzazi, yaani hicho kitu kina destroy kitu kinaitwa self worth. Ndani ya self worth kuna self confidence, kuna self efficacy, kuna self esteem. Yaani kuna ule nikisema self, kuna ule umimi wako. Yaani kila mtu ana ule umimi wake. Kwa mfano unaona mimi hapa. Mimi ninaweza kukufundisha leo kwa sababu nyuma yangu kuna mama yangu na baba yangu walikuwa wananitia moyo. Umeona? Walikuwa wananitia moyo kwamba unaweza ukaongea mbele za watu. Nakumbuka babangu alikuwa ananiambia kwamba unaweza ukaongea mbele za watu na wakakusikiliza. Lakini nilikuwa ile nikiogopa, babangu ananiambia unaweza. Kwa hiyo nikawa shuleni naanza kusoma vile vingonjela vinini. Lakini mimi sio kama nilikuwa mtu wa kwanza kila siku darasani, hapana.
Kuna watu walikuwa kila siku darasani kwetu wanakuwa wa kwanza, lakini sio mimi. Sasa wewe unamlaumu mtoto wako ajawa wa kwanza darasani, lakini inawezekana ana kitu fulani cha kipekee sana. Si wazazi mnanielewa? Na ndio maana mimi napenda kumwambia mzazi, hakikisha unajua mtoto wako ana kipaji gani, ana kipawa gani. Hata kama anasoma, tunataka afaulu mathematics. Ni kweli tunataka afaulu mathematics, lakini wewe unajua kabisa kwamba mimi mwanangu ni mfanyabiashara. Yaani huyu atakuja kuwa bonge la mfanyabiashara. Lakini ninataka asome kwa ajili ya kutoa ujinga na kwa ajili ya kuongeza maarifa, ili atakapokuwa anafanya ile biashara yake aifanye kwa ubora. Kwa hiyo sina haja ya kumfananisha na mdogo wake ambaye anakuwa wa kwanza. Sasa hivi tunaona watu wengi wengine tunafanyana tuko nao makazini, wana matatizo ya afya ya akili. Unakuta mtu anakuja anakukaripia na kutukana au anakuambia tu kitu cha hovyo hovyo ambacho mpaka unajisikia vibaya. Huyu mtu hakuanza leo. Nikwambie kitu, tabia yote unayoiona kwa mtu leo imeanza kuonekana tangu alivyo, yaani imeanza kuumbwa tangu akiwa na mwaka 0 mpaka miaka 12. Kwa kama una watoto wa miaka 0 mpaka miaka 12, huo umri ni very sensitive katika ukuaji. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa ndo mtoto anajifunza yeye ni nani, anajifunza kuongea, anajifunza vipawa, anajifunza karama, anajifunza kupika, anajifunza activities mbalimbali. Na hapo nyumbani msiwe mnawanyima watoto kufanya activities mbalimbali. Na hata shuleni tuwaambie watoto wetu wajiunge kwenye clubs mbalimbali. Kama shule ina club yao, yoyote ile, club ya kutengeneza maua, club ya nini, yoyote ya Kiingereza, ya Kifaransa nini, ajiunge. Yaani mtoto wako mwambie ajifunze kujichanganya. Kwa sababu gani? Ili aendelee kujijenga. Anapojijenga ndio unazidi kujua kwamba huyu ni mzuri wapi, huyu ni mzuri wapi. Lakini kamwe mzazi ni kuombe usimfananishe mtoto wako A na mtoto B. Au mbaya zaidi, usimfananishe na mtoto wa jirani. Saa nyingine unaona watoto wa jirani wamekuja pale, wanaongea, mtoto wako yuko na watoto wenzie, unaanza kusema, angalia wenzako wanavyofanya. Hao wenzako ni bora zaidi kuliko wewe. Unamuua. Yaani wazazi wenyewe wanaua watoto wao. Nikwambie kitu, unaweza kuwa na mtoto ambaye anafanya 0 darasani, lakini wewe mzazi ukamtengenezea mtindo wa maisha ambao akaja kufanya vitu ambavyo ni vya kushangaza. Si tunawaona wakina Betcaso. Nenda kasome historia zao zilikuwaje. Huyu aliyevumbua Edison, nani anaitwa? Aliyevumbua taa hii globe bulb. Nenda kasome. Aliyegundua bulb alikuwa anafeli. Kwanza alirudishwa nyumbani. Walimu wake walimwandikia barua mama yake, wakamwambia huyu mtoto hafundishiki, abaki nyumbani. Huyu mtoto hafundishiki, ana ulemavu, sijui ana shida gani, hafundishiki. Lakini mama yake akamtia moyo, baba yake akamtia moyo, akajikuta kwamba ndio amevumbua balbu. Na hata saizi tunazitumia. Hata saizi umekaa hapo nyumbani kwako unatumia hiyo balbu kumulika nyumbani kwako. Lakini common mistake au mistake ambayo wazazi wanafanya nyingine ni emotional neglect. Tunasema kwamba emotional neglect ni ile hali ya kupuuzia hisia za mtoto wako. Yaani kuna vile viashiria ambavyo mtoto wako anakuletea unavipuuzia. Kwa mfano, mtoto wako anarudi ana hofu, afu anaambia mama au baba nikwambie kitu. Bwana wewe msubiri utaniambia baadaye. Kumbe mwenzio alikuwa anataka kukuambia kwamba mama, ulisema mtu asinishike private part. Kuna mtu fulani amenigusa, wewe umemkatalia. Anatulia nalo ile jambo, yule mtu anajikuta mpaka anamlawiti, anamdanganya, anamfundisha mafundisho yasiyofaa, anampeleka mahali pasipofaa. Wewe ulikataa kumsikiliza. Kwa kuna muda ukiona mtoto wako anakaa kimya, anajitenga, yani ghafla tu anajitenga. Au hata kama sio ghafla, yani anajifungia chumbani masaa yote. Unasema yani mwanangu jamani siku hizi yani aendi popote. Yuko form 3 anajifungia tu ndani. Kumbe mwenzao ndani anaangalia pornography. Kumbe ndani yani anaangalia pornography asubuhi mpaka jioni. Anatoka anakula anarudi kuangalia pornography. Anazidi kuathirika, anajiathiri mwenyewe, ubongo wake na afya yake ya akili. Mzazi umetulia, huwezi ukang'amua hivyo vitu. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba
hakikisha kwamba unaweza kusoma hisia za mtoto wako. Na ukiona kwamba mtoto wako ana hisia ambazo huzielewi, tupo wataalamu, unaruhusiwa kuwasiliana na sisi tukakusaidia namna ya kumsaidia. Alafu kuna kitu hichi tunasema overshadowing. Yaani kwamba unakuta mzazi kipindi hichi cha likizo umemtisha mtoto wako tuition. Yaani mtoto hajapumzika, ni tuition kwa tuition. Anatoka tuition hii anaingia tuition hii. Anatoka tuition hii anaingia tuition hii. Nikwambie kitu. Kusoma tuition sana sio kama ndo kufanya vizuri. Na wala sijasema mtoto wako asome tuition, lakini nimesema too much is harmful. Yaani kwamba hakikisha una muda na mtoto wako. Yaani hakikisha mtoto wako ana muda wa kujifunza. Next time naweza nikaja kuwafundisha aina mbalimbali za akili ambazo mtoto wako anatakiwa azimaster. Sisi tunataka tu mtoto wetu apate A geography, apate A mathematics, lakini nataka nikwambie hivi, mtoto wako ana uwezo wa kujifunza vitu vingine mbalimbali vitakavyomsaidia kwenye maisha yake. Kwa hiyo sasa tusimlundikie vitu vingi bila kujua namna gani ya kuvidigest au kujua namna gani anaweza akaviapply kwenye maisha haya ya kila siku. Ndugu mzazi na mlezi, na tumaini kwamba umeweza sana kufuatilia hili somo mubashara kabisa, na umeweza kubaini vitu gani ambavyo unaweza ukavi improve. Labda kama ni ruhusu mzazi mmoja au mlezi mmoja aongee, yani ili niweze kujua kama kuna picha gani niweze kupata, ili nijue session inayofuata niweze kuandaa kitu gani. Karibuni. Karibuni. Kama unaona aibu kuongea, unaweza tu ukaandika hata kwenye hiyo chat box. Lakini mimi nataka nikuandikie, nikuachie zoezi. Nikuachie zoezi au niseme homework. Tumezoea watoto wetu wanapata homework. Leo mimi nakupa homework. Kama una notebook yako hapo jirani, hebu jiweke promise kwamba this term au hii wiki na huu muda mimi nita improve au nitaenda kuwa bora katika mambo yafuatayo. Nitaenda kuwa bora kwenye kusikia au kusikiliza watoto wangu. Nitaenda kuwa bora kwenye passion. Tunasema ustahimilivu. Yaani mtoto wako anaweza akapasua chupa hapa. Je, unaweza ukanyamaza kimya au utakuwa yule mama wa Kiafrika? Haya. Sasa naona umeanza kupasua, haya kamwage vyombo vyote kabatini. Nani anakumbuka mama yake alikuwa anamwambia alipokuwa mdogo? Haya pasueni basi na nyumba mpasue, na mimi mwenyewe mkimaliza mje mnipasue. Sasa mimi nataka uwe patient. Kama mtoto wako anaweza akapasua chupa ya chai, alafu ukatulia, ukawa unatafakari kwa nini amepasua, umrekebisheje hata kwa muda fulani. Umeona? Hebu jiwekee kwamba utakuwa na encouragement. Yaani utawatia moyo watoto wako. Yaani hii wiki utakuwa unawatia moyo. Unamwita mwanangu Kanjolonga, wewe ni bora sana. Wewe ni mtu mzuri. Utafanya vizuri, utafaulu. Yaani hautafeli, wewe ni wa kwanza sio wa mwisho. Hizo ni encouragement. Lakini routine, unaweza ukakaa na mtoto wako mkatengeneza ratiba ya namna ya kuipanga au ya kuifuatilia atakapokuwa shule, au hata kama anasoma day, ya namna ya kuifuatilia atakapokuwa anakwenda shule na atakapokuwa akirudi shule. Hilo zoezi naamini kwamba kila mzazi atalifanya kwa muda wake. Na mwisho kabisa, mimi ninakushukuru sana kwa kuweza kufuatilia. Mtoto anaporudi shule habebi vitabu tu. Mtoto wako anaporudi shule haendi na vitabu tu, anabeba hisia, anabeba hofu,
anabeba matumaini na anabeba ndoto. Hizi zote ni mada za kujitegemea. Kwa kadri ambavyo tutakao tunaendelea, nitaleta mada zote. Anabebaje hisia? Anawezaje kupambana na hofu mtoto wako? Anawezaje akapata matumaini mapya? Na anawezaje akabeba ndoto zake? Na ndoto anazipataje? Lakini ni mzazi mmoja kama ameniomba kwamba je, unaweza ukafanya Google Meeting na watoto wetu? Sasa kama unaona unatamani mtoto wako tufanye naye Google Meeting, nitaangalia idadi ya wazazi ambao watakuwa wamejiandikisha kwamba tufanye Google Meeting na watoto wao kulingana na mahitaji yao. Nikiona kwamba hiyo idadi imefikia vizuri, basi nitafanya hiyo Google Meeting na watoto kabla hajarudi shule. Lakini all in all, nitaandaa kempu nzuri sana watakaporudi kwenye break kwa ajili ya kuwajenga na kuwasaidia watoto wetu. Kila mzazi anaweza kuwa either chanzo cha pressure au chanzo cha tunasema psychological safety. Yaani psychological safety ni ile kwamba utulivu wa hisia na ubora wa kuwezesha watoto wake waweze kuwa na utulivu pale nyumbani na shuleni. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana mzazi uliyejiunga, uliyenifuatilia. Mungu kuna mtu anasema kwa tunaoishi nao mbali, kwa nisome, tunaoishi mbali na watoto, kwa tunaoishi na watoto mbali, kuongea nao kwenye simu na kuwasikiliza ni sawa? Kuongea nao kwenye simu ni sawa, lakini nashauri zile simu ziwekwe loud speaker. Doreen, nashauri zile simu ziwe na loud speaker. Mtoto asisikilizie simu masikioni namna hii, kwa sababu ubongo wao bado unaendelea kutengenezwa. Hilo ni somo lingine ambalo nitaliandaa la mambo ya media na technology na namna za yaani namna ambavyo teknolojia inaathiri. Lakini kama wataweka loud speaker na simu ikaweka mezani wakakusikiliza, hiyo haina shida. Lakini ukipata muda ni vyema ukapata kuwatembelea mara kwa mara, kutengeneza nao bondi. Watoto tunatengeneza nao bondi mwaka 0 mpaka miaka 12. Tukichelewa hapo, basi dunia na marafiki na nini wanaanza kuwa na influence, na mtakuwa mashahidi nyinyi mliopeleka watoto form 1 wamerudi, kuna tabia nyingi sana umeziona ambazo ulikuwa huzijui kwa mtoto wako. Sasa tutakavyoendelea kufundishana, basi tutajua namna gani ya kuwasaidia watoto waweze kuwa bora zaidi. Basi mimi kwa leo ninaishia hapo. Ninazidi kukukaribisha sana kufuatilia session zangu, lakini kunifuatilia kwenye YouTube channel yangu, naitwa Faith Rashid Nabwera YouTube. Nifuatilia hata hii session naenda kuiweka huko muda si mrefu, na naamini ambao wengi wameniambia wako kwenye mpira wanaangalia Simba na Yanga, nimewapromise kwamba nitaiweka huko, naamini kwamba itakuwa baraka. Basi tuendelee kuwasiliana, tuendelee kufuatilia nitakapoleta masomo mengi na kutushukuru sana, nikutakie jioni njema na Mungu akubariki, na zaidi tusisahau kuwaombea watoto wetu. Amina. Asanteni sana. Bye.